Ee Mungu nichunguze, ujue moyo wangu. Ee Mungu nichunguze, ujue moyo wangu. Habari za asubuhi wapenzi wa Nuru House Channel. Ninakukaribisha tena wakati huu wa asubuhi kwa dakika chache tuweze kusikiliza maneno ya Mungu. Ninaitwa Mwinjilisti Omari Samsoni. Fungu linalotuongoza kwenye series hii linatoka katika kitabu cha Mithali 20 fungu la 6, linasema: watu wengi watangaza kila mtu wema wake mwenyewe, bali mtu mwaminifu ni nani awezaye kumpata? Leo tunaangalia eneo ambalo linagusa maisha ya kila siku ya watu wengi: kifo cha uaminifu katika biashara. Biashara ambazo zilipaswa kujengwa juu ya ukweli, uadilifu na huduma kwa watu, leo nyingi zimejaa tamaa, udanganyifu na hila. Watu wanadanganya vipimo, wanapunguza ubora wa bidhaa, wanauza bidhaa bandia kwa bei ya bidhaa halisi, wanadanganya bei ili kupata faida kubwa. Wengine hawaangalii tena haki, wanaangalia fedha tu. Na jambo la kuogopesha zaidi, wengine wameingia mpaka kwenye nguvu za giza kutafuta utajiri wa haraka. Leo kuna biashara zinazojengwa juu ya udanganyifu, rushwa, hila, kuumiza wengine na hata ibada za giza. Watu wanatafuta mafanikio bila kujali wanamuumiza nani. Fedha imekuwa mungu wa wengi. Leo watu wako tayari kuuza hata dhamiri zao ili wapate utajiri. Wengine wanawaibia maskini, wengine wanapandisha bei kiholela wakati watu wanateseka. Wengine wanatengeneza bidhaa fake zinazoharibu afya za watu. Na wengine wameamini kuwa hawawezi kufanikiwa bila nguvu za giza. Biashara imegeuka vita ya tamaa, lakini Biblia inasema faida ya udhalimu haifai kitu. Fedha inayopatikana kwa uovu inaweza kuonekana nzuri kwa nje, lakini ndani yake kuna laana, hofu na kukosa amani. Utajiri wa kweli haujengwi juu ya machozi ya watu. Mungu habariki biashara inayojengwa juu ya udanganyifu. Kuna watu wana pesa nyingi, lakini hawana amani, hawana usingizi, hawana furaha, kwa sababu dhamiri zao zinawashtaki. Sikiliza vizuri. Fedha inaweza kununua nyumba, lakini haiwezi kununua amani. Inaweza kununua kitanda kizuri, lakini haiwezi kununua usingizi wa utulivu. Inaweza kununua marafiki wa uongo, lakini haiwezi kununua baraka za Mungu. Biashara isiyo na uaminifu inaweza kukua haraka, lakini mwisho wake huleta maangamizi. Mpenzi msikilizaji wa Nuru House Channel, bado lipo tumaini. Uaminifu unaweza kurudi tena kwenye biashara zetu, lakini lazima tuanze na toba ya kweli, kurudi kwa Mungu, kusema kweli, kuacha tamaa, kufanya biashara kwa haki, kumcha Mungu kuliko fedha. Mungu anatafuta wafanyabiashara waaminifu, watu watakaoweka kweli mbele kuliko faida. Jamii haihitaji matajiri pekee, inahitaji watu waaminifu. Tuombe. Bwana Mungu wetu, tusamehe pale ambapo tamaa imeharibu mioyo yetu. Tusaidie kufanya kazi kwa haki na uaminifu. Ondoa roho ya udanganyifu, tamaa na nguvu za giza katika jamii yetu. Bariki kazi za mikono yetu kwa njia ya kweli na haki, katika jina la Yesu, amina. Usikose kuungana nasi katika somo linalofuata la series hii ya kifo cha uaminifu. Mungu akubariki. Ee Mungu